Bwana Yesu asifiwe sana na kukaribisha katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Ni tafakari ya neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 24. Kuna mambo ya msingi ambayo natamani leo tuweze kujifunza katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 24. Of course tutaangazia baadhi ya mistari, lakini ni picha ya sura nzima. Na ujumbe mkubwa ambao tutaenda kujifunza au ambao umejificha katika hii sura 24 ni namna ya kuandaa hatima bora. Ni namna ya kuandaa hatima bora. Unaweza ukaandaa mwenyewe hatima bora au ukamwandalia mtu mwingine hatima bora. Sasa kwa kesi ya Mwanzo 24 tunajifunza namna Ibrahim alivyoandaa hatima bora ya Isaka katika eneo la ndoa. Hii case study ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo ni namna Ibrahim alivyoandaa hatima bora kwenye kesi ya ndoa ya mtoto wake, lakini unaweza ukaapply knowledge hiyo hiyo kuandaa hatima bora katika maeneo tofauti tofauti ya maisha yako. Sasa ndio kufundisha mbinu za kuandaa hatima bora. Ukianza kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema basi Ibrahimu alikuwa ni mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. That means yeye katika vitu vyote alikuwa ameshabarikiwa. Kwa hiyo kila kitu alikuwa amebarikiwa. Sasa anachokifanya, anajaribu kuandaa mazingira mazuri kwa ajili ya mtoto wake Isaka. Mstari wa pili anasema hivi: Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanani ambao nakaa kati yao. Sasa mbinu ya kwanza ambayo Ibrahimu anaitumia kuandaa future nzuri au kuandaa hatima bora ya mtoto wake Isaka inaitwa kumtafuta mtu sahihi ambaye utamshirikisha maono yako. Ni kumtafuta mtu sahihi utakayemshirikisha maono ya hatima unayoitengeneza. Sasa mtu sahihi ambaye huyu mzee Ibrahim alimwandaa ni yule mfanyakazi ambaye alimwamini sana. Biblia inasema katika ule mstari wa pili wa kitabu cha Mwanzo 24, Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote. Mtu ambaye unamwamini maana yake ni yule ambaye umempa access ya kutawala vitu vyako vyote, mali zako zote. Kwa hiyo huyu ni mzee ambaye kimsingi Ibrahimu alimwamini sana kuliko wazee au kuliko watumishi wengine wote, kwa sababu alimpa role au access ya kuweza kutawala kila kitu ambacho Ibrahim alikuwa nacho, kwa maana ya vitu vyake vyote. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ambayo tunajifunza kwenye hiki kitabu ni kwamba lazima umpate mtu sahihi atakayeabide kwenye maono yako. Kama hautampata mtu sahihi, huwezi kufikia lengo kwenye maono ya kutengeneza hatima yako. Kuna watu wengi ambao wameambatana na watu wasio sahihi, na mwisho wa siku wamekufa na maono yao yamekufa, hawajaendelea tena. Unaweza kuwa umeambatana na mtu asiye sahihi kwenye eneo la ndoa, umeambatana na mtu asiye sahihi kwenye huduma yako, umeambatana na mtu asiye sahihi kwenye kazi yako, kwenye project yako na kwenye kitu chochote ambacho unakifanya. Kama hautaambatana na mtu sahihi, usitegemee kuona mafanikio ya hatima njema ya hicho kitu ambacho unategemea kukifanya. Hayo utayapata kwenye kitabu cha Mwanzo 24 mstari wa kwanza, wa pili na hatimaye wa tatu. Mbinu namba 2, lazima utafute mazingira sahihi. Lazima utafute mazingira sahihi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 24 mstari ule wa 4, Biblia inasema huyu Ibrahimu sasa anamwambia yule mzee, anasema bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Alikuwa na uwezo, kwa sababu unajua kwamba Ibrahimu alikuwa anakaa pale kwa Wakanani. Kulikuwa na wanawake wengi wazuri, kama ni warembo tu wa sura walikuwa wengi, kama ni warembo kwa maana ya wanawake walikuwa ni wengi. Lakini Ibrahimu anatafuta location sahihi. Anakwambia nenda hata nchi yangu, nenda katika nchi yangu. Nchi yake Ibrahimu, maana yake alikuwa anatafuta mazingira sahihi ambayo maono yake ya kutafuta future njema ya mtoto wake Isaka yatafanikiwa. Kwa hiyo yule mzee sasa aliyeaminiwa, yule mtumishi, anapewa maelekezo ya kwamba huyo mtu anayetafutwa atapatikana kwenye nchi
kwenye mazingira ya nchi ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba mazingira sahihi huwa yana tabia ya kupalilia maono sahihi tulionayo. Nataka nikwambie, ilimgharimu umbali wa siku kadhaa yule mzee ambaye alikuwa anaenda kumtafutia Isaka mke. Ilimgharimu umbali mrefu kwenda kumtafuta mtu sahihi ambaye atafaa kuwa mke wa Isaka. Iligharimu safari, alichoka, alitembea umbali mrefu. Sasa wewe kwa sababu tu ya uvivu unaamua kufanya kitu kwenye mazingira sio sahihi, na mwisho wa siku manake utategemea uharibifu katika kile ambacho umekifanya, hautapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ukisoma kile kitabu utagundua kwamba Ibrahimu anamwagiza huyu mzee aende nyumbani kwake, kwenye mazingira ya nyumbani, from home, ndiko ataenda kumpata mtu sahihi ambaye anaweza akabaidi na maono ya Isaka. Lakini jambo la tatu ambalo tunajifunza, au mbinu namba 3, ni kutumia mbinu sahihi. Ziko mbinu nyingi za kuweza kupata. Mission hapa ilikuwa ni kwenda kumpata mke. Kuna mbinu nyingi. Mbinu ya kwanza nimesema ilikuwa ni kumtafuta mtu sahihi au mshenga sahihi. Mbinu ya pili ilikuwa ni kutafuta mazingira sahihi ya kumpata huyo mke. Lakini mbinu ya tatu ilikuwa ni mbinu sahihi aliyoitumia, ambayo ilikuwa tunasema kwamba alitumia methodology ya prayers, ya kumwamini Mungu kupitia maombi. Ukisoma Mwanzo 24 mstari wa 10 mpaka 14, nikupeleke pale kwenye Mwanzo 24 mstari wa 10 mpaka 14. Biblia inasema, kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Mstari wa 11, akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Mstari wa 12, naye akasema, hapa ndipo pointi yangu ilipo ya kutumia methodology sahihi. Huyu alitumia methodology ya maombi na kumwamini Mungu. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu. Unajua, inawezekana pengine yeye hakuwa na Mungu sahihi, lakini akasema atumie jina la Mungu wa Ibrahimu kwa sababu anaamini kwamba Mungu wa Ibrahimu huwa anajibu maombi. Hii ni dalili tosha kwamba Mungu wetu huwa anajibu maombi. Kwenye maono ambayo unataka kuyafanya, kama ukimshirikisha Mungu, I guarantee you kwamba lazima utapata matokeo mazuri. Angalia hapa, anasema hivi, naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mji wanatoka kwenda kuteka maji. Mstari wa 14 unaupenda, anasema hivi, basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia, basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kwamba umemfadhili bwana wangu. Alitumia maono sahihi, akaseti kriteria, vigezo, methodology hizo. Cha kwanza ni maombi, cha pili kumwamini Mungu, cha tatu ni kuseti vigezo au kriteria. Ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo unamwona huyu mtu, hii ni methodology au mbinu sahihi ambayo huyu mtumishi wa Ibrahimu aliitumia wakati anaenda kutafuta mke sahihi. Tukienda kwenye jambo la 4, huyu mtu aliingiza imani kwenye matendo. Angalia anachokifanya, aliingiza imani kwenye matendo. Hii ni jinsi ya 5, kuingiza imani katika matendo. Unaitumia imani kwenye matendo, application of faith. Ni kitabu cha Mwanzo 24:15 mpaka 19. Biblia inasema, ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka akatokea binti wa Bethueli mwana wa Milka mkewe Nahori ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana wa uso wake, bikra, wala mwanaume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Angalia ule mstari wa 17, ndio naupenda zaidi. Huu hapa ndio umebeba ile practical ya
matumizi ya imani ya kile ambacho wamekiomba kwa Mungu. Kwa hiyo haitoshi tu kuomba. Unapotoka kwenye maombi, unatakiwa sasa kuanza kufanya application of faith, kupractice kwa imani. Unaanza kufanya vitendo vya imani ili kusudi kuweza kulinda kile ambacho umekiomba kiweze kutokea. Sasa mstari wa 17 sasa, ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. You see now. Kwa hiyo hakubaki tu kwenye maombi. Alipomaliza maombi akaenda kufanya practice, aone kama it works, aone kama kriteria alizoziweka zinafanya kazi. This is what happened. Na guess what? It happened. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawekea ngamia zake wote na wakanywa. That means Mungu akawa amejibu maombi. Lakini at the end of the day tunakutana na kufanya maamuzi sahihi. Chochote unachotaka kukifanya kiwe hatima yako, lazima uamue mwenyewe kwamba this thing I'm deciding to do it. Kile kitabu cha Mwanzo 24 mstari wa 57 kule mwishoni, hapa tunamwona sasa, wakasema na tumwite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamwita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahim na watu wake. Kwa hiyo Rebeka na yeye alikuwa na play role ya kufanya maamuzi yatakayoathiri hatima ya maisha yake. Kwa hiyo ndio maana wakamuuliza, akafanya maamuzi, akasema ndiyo, nitakwenda. Kwa hiyo katika kila kitu unachokifanya kinachohusu hatima yako, lazima uhakikishe kwamba unafanya maamuzi sahihi. Sasa tuangalie matokeo ya haya yote yalikuwa ni nini. Hiyo hatima ambayo tunasema alikuwa anaiandaa ilitokea au haikuitokea? Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 24 mstari wa mwisho kabisa pale chini, Biblia inasema Isaka akamwingiza Rebeka katika hema ya mama yake. Sara akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. That means Isaka alikuwa bado na maumivu makali baada ya kufa kwa Sara mama yake, lakini Rebeka sasa anakuja kusubside, anakuja kuondoa maumivu yaliyopo katika moyo wa Isaka, kwa sababu Rebeka aliyepatikana ni sahihi. Sasa somo letu linasema kuandaa hatima bora. Kwa hiyo Isaka amepata hatima bora ya maumivu ya moyo kuondoka, ya majeraha ya moyo wake kupona, kwa sababu ya mwanamke sahihi ambaye ametafutwa kwa njia sahihi. Nataka nirudi katika maono yako. Katika maisha yetu kuna vitu vingi sana ambavyo tunavitafuta na tunavitamani vitokee katika maisha yetu, lakini kwa bahati mbaya sana hatujui protoko za namna ya kuweza kufanya hivyo vitu tuvipate vitu vilivyo sahihi. Hatima zetu tumezichezea, lakini kumbe kuna protoko za kuzizingatia wakati wa kujenga au kuandaa hatima iliyo bora. Ninakuombea katika jina la Yesu, kupitia maandiko haya, kupitia masomo haya, kupitia somo hili tulilojifunza siku ya leo, Mungu akupe neema ya kufuata maelekezo ili uweze kupata hatima njema katika kila kitu ambacho unakiandalia. Katika jina la Yesu ukapate hatima njema. Ninakuombea kwa jina la Yesu ukapate hatima iliyo njema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Siku yako imebarikiwa. Amen.